Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Ameendelea kutupa neema na kibali cha kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia cha kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije tukizungumzie juu ya nini, juu ya hawa Freemason, juu ya hawa Freemason. Kuna mtu anaweza kuwa anajiuliza hivi Freemason wakitaka kumuunga mtu wanamuunga kwa namna gani? Yaani kuna watu wanaweza kuwa wanajiuliza hivi Freemason akitaka kumuunga mtu wanamuunga kwa namna gani? Mimi nitasemea kwa upande wa watumishi wa Mungu, nitasemea kwa upande wa watumishi wa Mungu. Kwa upande huo mimi siujui zaidi, lakini kwa upande wa watumishi wa Mungu naweza nikazungumzia Freemason wanapohitaji kumuingiza mtumishi wa Mungu kwenye chama chao cha Freemason. Kwa namna wanavyofanya, kuna namna wanavyofanya. Kama mwezi wa kwanza wa mwaka 2023 au 2022, mwezi wa kwanza wa mwaka wa 2023 ama 22, niliwahi kuingia kwenye maombi. Maombi ya kuomba juu ya kafara za Freemason. Kwa hiyo nilikuwa nikiamka usiku ninaomba juu ya kafara ambazo Freemason wanatoa. Nakataa kwa jina la Yesu kwamba kila kafara ambazo zimeandaliwa kutolewa siku ya leo, nasimama kama kizuizi kuzuia kwa jina la Yesu. Nasimama naomba usiku, nikanafuliza kuomba. Ndoto ambazo nilikuwa nikiota, Mungu ananionyesha. Naona kuna watu wananitafuta na bunduki. Naona kuna watu ambao wananitafuta na bunduki, kwa sababu wamejaribu kuniangamiza kiroho, wameshindwa kama kuniroga ama kuniua kwa njia za kichawi, wameshindwa. Kwa hiyo nikaona wananitafuta na bunduki. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nilikiona, kwa sababu yale mambo ambayo nilikuwa naamka naomba usiku, kukataa kafara za Freemason ambazo zinatolewa, iwe ni kwenye mabasi, iwe ni kwa dereva bodaboda, iwe ni kwa wasafiri. Nakataa kafara za watoto wadogo ambazo unatoa watoto wachanga. Nakataa kwa jina la Yesu, nakataa. Kwa hiyo nikaota ndoto kama hizo. Naona wananitafuta na bunduki, lakini Mungu wetu ni mkuu, ambaye yuko upande wetu ni mkuu kuliko ambaye yuko upande wao. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unavyoweza kumuunga mtu kwenye chama chao, kama ni mtumishi wa Mungu. Na wenyewe hawamuungi tu mradi hawamuunga. Wanaangalia mtu ambaye anajua huyu ana future nzuri, kwa mwenendo ambao anauenenda, kwa sababu wenyewe hawawezi kujua kile ambacho Mungu amekuandalia ni kitu gani, lakini wanaangalia tu kwa mwenendo huo anaoenda, kwa mwenendo ambao anaenda. Kuna kitu ambacho Mungu anaweza kufanya juu yake. Ama wanaona hata nyota yako anaweza kuiona, wanaweza wakaiona. Kwa hiyo wataka kuunga kwenye chama chao. Njia ya kwanza ambayo huwa wanaifanya, kama umesimama vizuri na Mungu, hawezi kujia hivi. Wanatengeneza kwanza mfarakane na Mungu kwanza. Mfarakane na Mungu kwanza, ili kwamba waweze kujia. Mungu ni mwema. Sasa kuna siku niwewe kusema hapa,
na kusema hapa kwenye video ambazo zilizopita kwamba Freemason no so Freemason, kuna mtu ambaye nadhani sijataka kusema kama ni Freemason ama nini. Niwe kusema kwamba ni mtu wa nini, mtu wa media na media kubwa hapa media ana radio na TV, ana radio na TV, ana radio na TV. Kuna media ambayo ana radio na TV, wale kuniita na kwanza kunipa kuna kazi ambayo wamenipa kwamba niifanye ili kwamba wanipromote. Kuna kazi ambayo wamenipa niifanye ili kwamba nini, ili kwamba waweze kunipromote. Lakini ile kazi ambayo walipa niifanye, nikasema hapana, mimi siwezi kufanya hiyo kazi, sababu nikiangalia haipo kwenye misingi ya Mungu, haipo kwenye misingi ya Mungu. Kwa hiyo nikakataa. Nashukuru Mungu hawakunitafuta tena. Pia nilikuwa nasema kwamba kwanza kama umesimama vizuri na Mungu, kwa namna anavyofanya, kwanza kutaka kutenganisha na Mungu ili kwamba waweze kuingia vizuri, kwa sababu wanajua kama una neno la Mungu ni vigumu kukuweza. Kwa hiyo kwa vyote vile wanahakisha kile ambacho unacho, ile neno ambalo unalo, wanaliiba kwanza, wanalitoa ili ubaki wewe kama wewe, usiwe na neno ndani yako. Hapo ndipo wanapoweza kuingia vizuri na kukushawishi kuweza kuingia kwenye chama chao. Nakumbuka